Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi. Leo nataka nikakufunze moja katika maneno yenye siri kubwa na siri za maajabu kabisa, kwa wale ndugu zangu ambao hamna mashaka juu ya kuwa mnafanyiwa vitimbi vya uchawi, mnafanyiwa vitimbi vya kurogwa, mnafanyiwa vitimbi vya hasad, mnafanyiwa vitimbi mbalimbali ambavyo mnajua uadui huu na hakika unatokana na mikono ama chumo la wachawi. Sikiliza maneno haya: hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Haya maneno ndugu yangu, mpenzi wangu unayonitazama, ikiwa utayatumia vema kama nitakavyokuelekeza maneno haya, basi biidhnillahi alkarim ni faida mbili utakazozipata. Faida ya kwanza kabisa ni kumshikisha adabu kila mchawi, kila sahir, kila mchawi mahasidi anayekuandama usiku na mchana katika kukufuatilia, katika kukufanyia mambo maovu mbalimbali, ikiwemo uchawi, ikiwepo hasadi, ikiwepo kijicho na vitu vingine mbalimbali. Kama kuna mtu ambaye amekaa nia yake, lengo lake na makusudio yake kukuona unaporomoka, kukuona unaanguka, akawa yuko tayari kunyanyua mguu wake kwenda hadi kwa mganga wa kienyeji, ili lengo ni nini? Kukudidimiza. Lengo ni nini? Kukuangamiza. Lengo ni nini? Kukushusha kimaisha, kukushusha kibiashara, kukushusha cheo chako, kukushusha daraja yako. Basi mmalize kwa hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Hiyo ni faida ya kwanza kabisa utakayoipata ikiwa kama kuna mtu amekuandama, na si mtu peke yake. Hata kama itakuwa ni kikundi cha watu, cabinet imekaa ya watu wanakula sahani moja na wewe, hawaishi kukuandama, hawaishi kukufata, wamalize kwa hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Maneno mazito sana haya ndugu yangu, yamebeba ujumbe mzito na yamebeba siri kubwa kabisa ndani yake kwa yule ambaye atakayoyatumia. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kumteketeza adui, kumwangamiza adui, kumweka mbali kabisa adui yako. Lakini pia hili ndugu yangu, kwa wewe ambaye una hakika sasa waliokuroga yamekupata, uchawi waliofanya imekukamata, sihiri waliokupiga imekupata, una kijicho katika mwili, una hasadi katika mwili, lakini unajua matatizo uliokuwa nayo, hauna shaka kabisa, unajua haya ni yanatokana na mtu kunifanyia, ama yanatokana na mtu kutumwa. Hata wale waliotumiwa mashaitani katika miili yao, majini wakawawekewa uchawi, akawa anapandisha mtu ovyo ovyo, maskini hajielewi, hajitambui. Bakora ni hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Haya maneno ndugu yangu ni maneno mujarabu mno, yamebeba siri kubwa kabisa kabisa katika kutakatisha mwili wako, katika kuondosha mabalaa katika mwili wako, katika kuondosha dhiki na mitihani mbalimbali katika mwili wako. Vipi sasa utatumia maneno haya? Namna gani ya kufanya iliyokuwa bora kabisa? Naomba unitegee sikio lako la moyo kabla hili sikio la kichwa, nipate kukupa habari hizi nzito kabisa zitakazokusaidia ndugu yangu, kukutoa katika hali moja, hali ngumu, kukupeleka katika hali nyingine. Una maradhi kama nilivyotangulia kusema, mambo yako ni magumu, hayaendi, umefungika, watu wamekupiga vijicho, watu wamevuruga ndoa yako, watu wamevuruga kazi yako, watu wanakuandama usiku na mchana. Vipi unaweza ukajisaidia kupitia hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira? Nitegee sikio kwa makini ndugu yangu. Allah tabaraka wa taala anasema, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tumejalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai. Maji yana siri kubwa ndugu yangu Muislam. Chukua maji yako haya maji ya kawaida, iwe ni maji ya kisima, iwe ni maji ya bomba, au ni maji ya aina yoyote ambayo unajua haya ni maji safi, mtu anaweza kunywa, ni maji safi, mtu anaweza akaoga taimu yoyote, haina muda maalumu hii ninayokufundisha. Taimu yoyote umepata, iwe ni usiku kheri, iwe ni mchana kheri, iwe ni asubuhi sawa, iwe ni jioni sawa, unaweza ukatenda haya. Chukua maji yako, baada ya kuchukua yale maji yatie katika ndoo yako, maji safi kabisa. Kisha na wewe chukua udhu wako mzuri, udhu uliokamilika. Baada ya kuchukua udhu wako, yakalie kitako yale maji, alafu sema maneno haya hali ya kuwa pumzi yako na upepo unaotoka katika mdomo inapuliza katika ile ndoo ya maji.
sema kwa idadi hii nitakayokuelekeza mara 387, mara 387. Chukua tasbihi yako unahesabu hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Mara moja, hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra, mpaka unafikisha mara 387, mara 387. Sasa sikiliza nikwambie, sio kila mmoja ana uwezo wa kuwa na pumzi ya kutaja hii uradi kwa idadi hiyo kwa kikazi kimoja. Ukiweza kikazi kimoja ni bora zaidi. Ukiweza kukaa kikazi kimoja ukapiga mara 387 hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahibin wa sahira, ni bora zaidi kwako wewe. Lakini ukishindwa, sasa fanya hata taratibu taratibu, ndugu yangu. Asubuhi labda umefanya mara 50, mchana ukafanya tena mara 50, baadaye tena ukapiga mara 50, baadaye tena ukapiga mara 50 tena, walau zile mpaka unafikisha ile idadi inayotakiwa kwa kidogo kidogo, ikiwa muda wako unakuwa umekubana au hauna pumzi ya kwenda kwa wakati mmoja. Ila kama una pumzi ya kwenda kwa wakati mmoja, hiyo ni bora zaidi. Sasa utakapokuwa umemaliza hii kisomo yako niliyokuelekeza hapa, yale maji yanatumika kwa aina mbili. Aina ya kwanza, maji yale utayatumia kwa kunywa. Unakuwa unakunywa asubuhi kikombe kimoja na jioni pia unatumia kikombe kimoja. Asubuhi kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja. Na kwa pia, ndugu yangu, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakapoanza kunywa haya maji, kama una uchawi uko ndani ya mwili wako, kuna hali zitakutokea. Aidha utakuwa unatoka sana jasho kwa kiasi kikubwa, au utaenda haja ndogo sana kwa kiasi kikubwa, ama unaweza ukapata hali ya kuharisha. Hali hizi zikitokea, ndugu yangu, wala usione ajabu. Hali nyingine inaweza kukutokea kwamba ukawa unahisi tumbo linajaa kama limejaa gesi, na kwa unapata hali ya subhanallah, nitumie hali ya kufusa. Nikisema hali ya kufusa mtanielewa vizuri, yani hali ya kutoa upepo katika njia haja kubwa. Nikisema hivyo kidogo tatafuta stara ya maneno sana, utakuwa unajiona unatoa sana upepo. Basi hilo lisikutisha, ndugu yangu. Jua pale kuna mizigo ya watu unaiondoa, jua pale kuna vitu vya watu unaviondoa. Lakini njia ya pili sasa utakayotumia ni njia ya kuyakoga yale maji. Sawa, ukiyakoga sehemu ambayo yanazama ardhini, la basa, hakuna ubaya. Ila kama uko sehemu ambayo kote ni tiles tupu, hakuna sehemu maji, unaweza ukaoga pia, hakuna tatizo la aina yoyote ile. Kwa hiyo unaoga ya maji unakunywa, unaoga ya maji unakunywa, unaoga ya maji unakunywa. Sawa. Sasa kama ni muda gani unaweza ukatumia hii? Bora zaidi, nisikize mimi ndugu yangu, bora zaidi tengeneza maji ambayo utayatumia kwa muda wa wiki 3, siku 21, siku 21 pasi na kukosa hata siku moja, biidhnillahil karim. Ndugu yangu Muislamu, kama kuna zawadi bora nimewahi kukupa, hii nayo pia ni moja katika zawadi bora. Utakuja kunikumbuka biidhnillahi alkarim. Lakini kama nia yako wewe ni kwa ajili ya kuwashikisha adabu hawa watu na ni kwa ajili na wao waoneshe namna gani, basi ipige usiku hii bila hata maji. Wewe simama tu usiku, alafu sema hasbi Allahu wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra, alafu mwisho msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inua mikono, omba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenyewe sasa wataalamu wanakwambia, unasema hii hasbi Allah usiku. Sasa kama unataka kumwangamiza adui yako au unataka kumteketeza adui yako anayekuandama usiku na mchana, ukishaamka usiku kupiga dua hii, unaipiga mara 387, hasbi Allah wa ni'mal wakil ala kulli sahirin wa sahira wa ala man talaba sihra. Sawa. Ukishamaliza hapo unamsalia Mtume mara 100. Ukishamaliza kumsalia Mtume mara 100 unasoma kunuti mara 7. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita, mpaka mwisho wa kunuti. Unaikumuta kunuti mara 7. Adui yako atakiona cha mtema kuni, adui yako huko aliko habari zitamfikia, hatoka amini kwa yale ambayo yatakayomkuta. Niwatolee shukrani nyingi sana ndugu zangu
tunapatikana Kigamboni, Mwembe, Mtengu. Unaweza ukanitafuta kwa 0787552211 au unaweza ukanitafuta kwa 0755577022 au kwa 0769252211. Mwenyezi Mungu atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka, na atujalie haya tunayofunzana yawe ni sehemu ya msaada mkubwa kabisa kwetu sisi. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamu alaykum.